Katika hatua ambayo inaweza kubadilisha kabisa mkondo wa vita vya Ukraine, Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa atafanya mazungumzo ya ana kwa ana na Rais wa Ukraine ndugu Volodymyr Zelensky siku ya Ijumaa. Ajenda kuu ya mazungumzo hayo ni kuhusu vita na mipango ya mashambulio kuu la kijeshi ambalo Ukraine inajiandaa kulizindua dhidi ya vikosi vya Urusi. Tamko hili la Rais Trump limezua maswali mengi, hasa kuhusu kiwango cha ushawishi na udhabiti ambao Marekani inataja kuwa nao kwenye mkakati ya kijeshi ya Ukraine. Akizungumza kuhusu mkutano huo, Trump alisema, tutazungumza naye kuhusu vita na tutajadili kile ambacho, kama ninavyoelewa, wanataka kwenda kwenye shambulio kubwa zaidi. Nitafanya uamuzi kuhusu suala hili, lakini wangependa kuanza shambulio. Mnalijua hilo na tutalazimika kufanya uamuzi. Kauli hii ya nitafanya uamuzi kuhusu swala hili inaashiria kwamba Marekani chini ya uongozi wa Trump inajiweka katika nafasi ya kutoa maamuzi makuu ya kijeshi na si tu mshirika wa kutoa msaada. Huu ni mwelekeo mpya ambao unaweza kuleta tahadhari huko Kiev na chuki kutokea Moscow. Kwa mujibu wa Trump, Ukraine inajipanga kwa shambulio kubwa la kijeshi, yani offensive, ambalo limekuwa likisubiriwa kwa muda mrefu sana. Shambulio kama hilo linaweza kuwa na lengo la kurejesha maeneo muhimu ambayo yanashikiliwa na Urusi. Iwapo Trump atatoa kibali au kuzuia shambulio hilo kulingana na maamuzi yake, hii itaonyesha kwamba msaada wa kijeshi wa Marekani unaojumuisha silaha, akili za kijasusi na mafunzo sasa unaambatana na masharti ya kimkakati kutokea Washington. Mkutano huo wa Ijumaa unatazamwa kuwa tete na muhimu sana kwa sababu kwa Zelensky anatazamiwa kutafuta idhini kamili na msaada zaidi ya kijeshi kwa shambulio hilo, lakini kwa Trump anatazamiwa kuweka vigezo na masharti vya kiutendaji au labda hata kushinikiza Ukraine kuingia kwenye mazungumzo ya amani badala ya vita. Wachambuzi wanatahadharisha kwamba kiongozi wa Marekani kuingia moja kwa moja kwenye maamuzi ya kijeshi ya Ukraine kunaweza kuzua mvutano wa kiongozi na kuathiri mshikamano wa NATO dhidi ya Urusi. Sasa je, mkutano huu utaleta mabadiliko kuelekea kusitisha mapigano au Trump atawezesha Ukraine kuanza awamu mpya ya vita? Nadhani jicho la dunia litaelekezwa Washington Ijumaa ya wiki hii kupata ama kushuhudia kile ambacho kitakuja kuonekana majibu rasmi baada ya kikao kile.